وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار والبدعة والضلالة. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إنه فقد فاز المتقون. بعد يكم محمد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالنا سلاما Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nikuhusieni pia nihusie nafsi yangu ya kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa suala zima la kumcha Allah subhanahu wa taala ndiyo sehemu ya siri ya mafanikio kwa waja wa Allah tabaraka wa taala. Waliofanikiwa kabla yetu na waliopo hivi sasa ambao wanatarajia kufanikiwa kwa Allah tabaraka wa taala na wajao, siri kubwa ni watu kumcha Allah subhanahu wa taala. Hivyo ndugu zangu katika imani, ama katika Ijumaa hii ya leo na katika hutuba zetu za leo, tutakuwa tunaishi kuona na umuhimu ni namna gani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuhusia kuwafanyia wema majirani. Jambo hili kwa hivi sasa limekuwa ni baya mno. Wengi wanaishi maisha ya kutokuelewana na majirani, na tena ujirani wenyewe ukianzia kwa baba na mama, tena mpaka wale watu wa karibu. Hawaishi hapo, hawana ujirani uliokuwa mzuri juu ya masikini, juu ya mayatima na wengineo wenye mfano wa sampuli kama hiyo, ambayo kila muumini na muislamu wa kweli alitakiwa yeye kuwa nao kwa ukaribu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya 4, Suratun Nisa, aya nambari 36, anasema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Nasema muabuduni Allah tabaraka wa taala. Katika kukamilisha na kukamilika kwa ibada zenu katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala, hapana budi nyie kuto kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kama itakuwa mja atafanya ibada, ndani ya ibada yake anamshirikisha Allah tabaraka wa taala, atakuwa ibada hiyo kwanza yeye hajapatia, na hiyo ibada pia itakuwa si ibada iliyokuwa sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala akiendelea kusema, si hivyo tu, wa bil walidaini ihsana, na muwafanyie ihsan wazazi wawili. Leo sio hutuba ya kuwafanyia ihsan wazazi wawili. Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia hutuba inayokuja, ndio tutakuwa tunaishi vizuri kabisa kuangalia ni namna gani sisi inatakiwa kuishi na wazazi wetu kwa wema kabisa, na kuwafanyia wema watu wa karibu pamoja na mayatima na maskini na majirani wa karibu. Aya ilikuanzia imeanza na kuwafanyia ihsan wazazi wawili. Pia ndiyo sehemu ya kwanza ya mtu katika ujirani wake ni kuwa na ujirani wa karibu, baba na mama. Awaliangalia hilo, na ndiyo maana kwenye aya akaanza na hiyo, baada ya kwanza yeye abudiwe na wala asishirikishwe na kitu chochote, lakini pia akasema wafanywe ihsani wazazi wawili, kwa sababu hawa ni watu wa karibu nawe. Lau Allah subhanahu wa ta'ala asingewajalia kuwa na hekima, subira, kuwa na matatizo waliyopita nayo, wewe usingekuwepo hivi sasa, ungekuwa ushatelekezwa kwa namna moja au nyingine. Ni wamama wangapi waliozini baada ya kuona wataona aibu,
hawakumuonea aibu Allah tabaraka wa taala, lakini wakaonea aibu waja wametoa mimba zao ambao walizipata. Ni wanaume wangapi waliozini, lakini kwa kuchelea aibu za wanadamu hawakumchelea Allah tabaraka wa taala, hawakuona hofu na Allah tabaraka wa taala, hawakuona aibu kumuonea aibu Allah tabaraka wa taala. Waliwashauri pia wapenzi wao waliozini nao kutoa mimba walizopeana. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu wa Allah tabaraka wa taala. Lakini Allah pamoja na hali duni ya baba, pamoja na matatizo makubwa aliyopata mama katika ujauzito, tunajua fertilization inapotake place, wasema ile initial point ya kwanza kabisa wakati ujauzito unatunga, mama anajua kwamba tendo leo nililofanya hii inabeba ujauzito. Na kama kuna mwanamama ambaye hajui siku aliyopata ujauzito, huyo anazo kidogo, yani hana zimepungua. Lakini wanatambua kabisa kwamba hii leo ndio yenyewe. Anaanza kuchagua vyakula, anaweza kumchukia mumewe ndiye anayemlisha pale, anaweza hata kuchukia mambo ya Allah kwa sababu tu umefanyika interchangeability of body, yani mwili wake umefanyika mabadiliko. Sasa yale mabadiliko yaliyofanyika yanamfanya yeye kukataa vitu ambavyo vilivyokuwa halali kwake vinakuwa haramu. Kimpelekea samaki atakwambia hao kwangu ni hawafai. Kila unachopeleka akaanza kutafuna mabarafu, au akanya juisi tu, au akanya soda Pepsi peke yake ndio chakula chake ndani ya miezi 4. Yani siku 120. Pale unapoanza starting initial point ya mwanadamu anapopuliziwa roho, yeye utamuona kidogo baadhi ya vitu anaanza kupungua. Sasa leo pia hatuzungumzii kuumbwa kwa mwanadamu. Issue ya leo ni haki al-jari, kwamba haki za majirani, na ni namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyohusia kuishi nao majirani, na yeye alionaje. Hadithi iliyosimuliwa na Ibn Umar wa Aisha radhiyallahu anhuma qala, Ibn Umar, Abdullah ibn Umar ibn Khattab pamoja na Aisha mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, radhi Allah tabaraka wa taala ziwe juu yao, qala, wakasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema mjumbe wa Allah sala na salama ziwe juu yake, sema mazala Jibril yuwasini ala aljabi hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Hadithi muttafaqun alayhi. Ibn Umar na Aisha wanasimulia kutoka kwa Mtume mwenyewe anasema kwamba hajapatapo kuteremkiwa na malaika Jibril na akamuhusia juu ya kuishi na wema na majirani ambao wanaanzia baba na mama na waliokuzunguka na wengineo na Waislamu kwa ujumla wote na waumini kwa ujumla. Akasema alipokuwa ananishukia na ananihusia juu ya kuishi nao kwa wema kabisa majirani, nikafikiria kwamba hawa majirani watakuja kunirithi. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyoonyesha umuhimu na ukubwa wa majirani, alifikiria kwamba ipo siku watakuja kurithi majirani atakapofariki. Mimi na wewe jirani si mtu wa maana kabisa. Mimi na wewe jirani ni mtu ambaye hafai. Magomvi yanayopotea ni yanatokana na jirani. Ukienda mashambani jirani yako huelewani naye vizuri, kwenye biashara jirani yako huelewani naye vizuri. Yani nafika mahala watu hawaelewani kwa sababu ya dini, watu wanaelewana kwa sababu ya mpira. Kitu gani? Wapi tunakwenda? Aina dhahab? Tunakoenda ni wapi? Ni lazima Muislamu aishi Kiislamu, na Muislamu hana budi kumfanya Muhammad kuwa ndio kigezo chake katika maisha yake. Qur'ani ndivyo ilivyotuelekeza, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Na bila shaka niye kwenu imekuwa kigezo kilichokuwa bora kabisa, naye si mwingine ni mjumbe wa Allah tabaraka wa taala.
liman kana yarju Allah, yule ambaye mwenye kutarajia pia kupata radhi ya Allah na kukutana na Allah akiwa yuko salama. Na hata mapenzi ya Allah kwa waja wake yanaendana na mja kwanza kumpenda na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, qul, sema Muhammad, waambie, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyie kweli mnampenda Allah tabaraka wa taala, waambie hivi, fattabi'uni, basi mnipendeni nyie, nifuateni mimi Muhammad, yahibbukum Allah, na Allah atakupendeni nyie, wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atakusameheeni makosa yenu,